kuna vitu vile ambavyo we have to talk by the way. Good morning, we have to talk by the way. Yeah? Watu wamemaliza shule, watu wana madigrii, watu vyuo vinazidi kungoa watu, yeah? Vinaweka kwenye uwanda mzima sana wa kutafuta ajira. Lakini ajira yenye zipo ni chache sana. Yeah? Yaani sasa hivi unapata kwamba hata wale ambao kwenye ajira wanakaa wakifikiria kwamba itakuwaje bwana kesho. Yeah? Pale kazini labda mtu kwa njia moja ama nyingine hata mshahara haumtoshi. Ni vitu ambavyo sasa hivi vijana wanapitia. Wazee wataki kutoka kwenye ajira na vijana wanahangaika kutafuta hiyo kazi. Yaani kutafuta kazi imekuwa ni kama kazi tena ya kutafuta kazi. Yeah. Kutafuta kazi imekuwa tena ni kazi ya kutafuta kazi. Na ndio vitu ambavyo vinajitokeza msikilizaji, ni chemsha bongo asubuhi namna hii. Mambo ni mengi sana ambayo yanajitokeza. Ukijiuliza inakuwaje kesho, utakosa majibu. Utakosa majibu kwa sababu ya vile mambo yalivyo. Ni chemsha bongo. Ya asubuhi njema kama hii unaporauka na kutafakari kwenda vipi. Ni wakati mwingine inakuwa ni vizuri sana kuelezana ukweli. Inakuwa ni vizuri sana kuelezana ukweli, tusifichane. Mambo sio mazuri. Vijana wengi wanapitia mahangaiko mengi sana wakitafuta nafasi zao za kutoka. Wanajaribu kutafuta mbinu za wao wenyewe kuweza namna gani kuweza kutoka. Na inakuwa namna hiyo wasipokaa vizuri katika hali ya kuweza kuelimishwa na kuweza kufahamishwa kwamba barabara hii ukiichukua itakusaidia, ama barabara hii usipofuatilia vizuri hautatoka, inakuwa basi haujamsaidia. Kwenye chemsha bongo siku ya leo ni kwamba kwenye chemsha bongo ya siku ya leo kwamba unaposhindana na wengine hutopata wa kukusaidia. Ukishindana na wewe mwenyewe utapata wa kukusaidia. Unaposhindana na wewe mwenyewe utapata watu wa kukusaidia. Unaposhindana na wengine hutopata wa kukusaidia. Ukishindana na wewe mwenyewe utapata wa kukusaidia. Utapata tu yule ambaye atakusaidia, utampata. Maana haushindani na watu, unashindana na wewe mwenyewe. Na kauli hii wakati mwingi sana inasaidia watu. Kauli hii inasaidia watu. Walau watu 50%, walau 50% ya mafanikio yako yanachachuliwa na aina fulani ya watu unaokutana nao maishani. Narejelea ndio nielewe msikilizaji. Nazungumza na wewe ambao umemaliza chuo, umemaliza university. Walau 50% ya mafanikio yako yanachachuliwa na aina fulani ya watu unaokutana nao maishani. Mafanikio hayaji kwa juhudi zako peke yako, bali kwa kujua ni nani unayejiunga naye na namna unavyowekeza kwenye mahusiano. Relationships are very, very important. Relationships are very, very important. Relationships are very, very important. Na sijui wewe mahusiano yako na watu yanakaa namna gani? Mahusiano yako na watu yanakaa namna gani? Mahusiano yako na watu yanakaa namna gani? Sikiza haya. Unahitaji hao watu wasikose kwenye sako yako. Hao watu wasikose kwenye sako yako. Utafuta watu wenye hivi vitu. Hatua inayofuata kutoka sasa hivi. Cha kwanza, lazima kwenye network yako upate watu wenye kitu kinaitwa reputation. Ni mtazamo wa mtu kuheshimiwa na kuaminiwa katika kitu anachokifanya. Kama nimekuona na huyu jamaa, kama nimekuona na huyu dada, basi you are the right person to do this job. Lazima uwe nao. Building brand is expensive, kujenga brand. Na mpaka uifanye brand yako binafsi iweze kukubeba, inaweza kuchukua miaka mingi sana. Njia mojawapo ya kuharakisha unakokwenda ni kufanya kitu kinaitwa leverage. Una leverage kwenye brand za watu. Ina maana kuna mtu anaweza kukuamini wewe sio kwa sababu anakujua,
ila kwa sababu anamjua uliyeambatana naye ambaye ana reputation. Ndio maana kwenye matangazo ya biashara, kwa nini makampuni makubwa yanatumia wasanii au yanatumia watu maarufu? Ni kwa sababu ya kitu kinaitwa reputation. Ni kwa sababu kuna wakati watasema hata wewe mwenyewe bila kujua kwamba wamesema. Wataongea, utashangaa tu umeitwa sehemu, umepewa tenda, umepewa nafasi, umepewa fursa. Hakuna hujui umetokea hapa, lakini kuna mtu mwenye reputation anasema, "Matafuta mtu namna hii. I think this guy can do this job." Watu hawakuamini wewe. Wengine wanaweza hata wasijue kampuni yako. Some people wanaweza hata wasikuulize umesoma wapi. Wala umesomea nini? Wakasema tumeambiwa unaweza kufanya kazi. Can you do this job? So, katika siku yako naomba ukague, uangalie. Kama hauna watu wa namna hiyo, meaning inatakiwa uanze kuangalia namna ya kuwatengeneza. Moja, lazima uwe mtu ana medical kama nilivyosema. Lazima uwe mtu ambaye anafanya mambo ya medical kwenye network yako. Aidha daktari, sio pharmacist, lakini lazima upate mtu anayejua medical kwa sababu ni area ambayo, kumbuka kwenye wealth tulitaja ni area moja hapo. Pili, mtu anajua sheria, lawyer. Ni muhimu sana uwe naye kwenye siku yako. Mtu mwenye knowledge ya mambo. Tatu, lazima uwe na mtu ambaye anajua issue za spirituality, mambo ya kiroho. So, my point ni kwamba angalia unakotaka kwenda ni wapi. Then, usiwe tu na network ambayo ni professional peke yake. Kuna vitu vinaitwa supporting network. Kwa mimi sio mwanasheria, lakini knowing about law, kuwa na mtu mwenye msaada wa kisheria, kwa sababu mambo yangu mengi nafanya yanahusisha sheria. Kwa lazima nipate mtu namna hiyo. Tumeelewana? Mtu mwingine unamhitaji ni mtu mwenye knowledge ya finance na investment. Sio anayekufundisha kutumia, anayekufundisha namna ya kuwekeza, anayekufundisha namna ya kubana matumizi, anayekufundisha namna ya kuzalisha pesa zaidi. You need such kind of a person in your life. Kwa knowledge ni area nyingi. Kwa angalia network yako, angalie na watu wa aina gani wenye hizi knowledge. Wengine wapo wengi, nimetaja tu kama mfano, lakini unaweza kaangalia maeneo mengine. Lakini hayo ni maeneo kati ya maeneo ya msingi ambayo unatakiwa kuwa nayo. Haya ndio kila wakati tunakueleza hapa hivi, tunakupiga chachu ili uweze kuelewa ni kipi ambacho unahitaji kukifanya, ni kipi ambacho unahitaji kuweza kuavoid, by the way. Ni kipi ambacho unahitaji kufanya, ni kipi ambacho unahitaji kuweza kuavoid, by the way. Haya ni mambo ambayo namna hiyo tunakuletea kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Yaani kuna watu ambao lazima uweze kuwa nao kwenye sako yako. Na hao watu ningependa sana ni chemsha bongo uweze kuelewa kwamba hao watu ndio aina namna gani. Wewe una rundo la watu tu umewaweka kwenye mwili, lakini hujui wanaweza kusaidia wapi wakati ambapo kuna tatizo. Sikiza kwa makini. Hao watu unawahitaji sana. Kwenye sako yako. Kutoka sasa hivi. Cha kwanza, lazima kwenye network yako upate watu wenye kitu kinaitwa reputation. Ni mtazamo wa mtu kuheshimiwa na kuaminiwa katika kitu anachokifanya. Kama nimekuona na huyu jamaa, kama nimekuona na huyu dada, basi you are the right person to do this job. Lazima uwe nao. Building brand is expensive, kujenga brand. Na mpaka uifanye brand yako binafsi iweze kukubeba, inaweza kuchukua miaka mingi sana. Njia mojawapo ya kuharakisha unakokwenda ni kufanya kitu kinaitwa leverage. Una leverage kwenye brand za watu. Ina maana kuna mtu anaweza kukuamini wewe sio kwa sababu anakujua, ila kwa sababu anamjua uliyeambatana naye ambaye ana reputation. Ndio maana kwenye matangazo ya biashara, kwa nini makampuni makubwa yanatumia wasanii au yanatumia watu maarufu? Ni kwa sababu ya kitu kinaitwa reputation. Ni kwa sababu kuna wakati watasema hata wewe mwenyewe bila kujua kwamba wamesema. Wataongea, utashangaa tu umeitwa sehemu, umepewa tenda, umepewa nafasi, umepewa fursa. Hakuna hujui umetokea hapa, lakini kuna mtu mwenye reputation anasema, "Matafuta mtu namna hii. I think this guy can do this job." Watu hawakuamini wewe. Wengine wanaweza hata wasijue kampuni yako. Some people wanaweza hata wasikuulize umesoma wapi. Wala umesomea nini? Wakasema tumeambiwa unaweza kufanya kazi. Can you do this job? So, katika siku yako naomba ukague, uangalie. Kama hauna watu wa namna hiyo, meaning inatakiwa uanze kuangalia namna ya kuwatengeneza. Moja, lazima uwe mtu ana medical kama nilivyosema. Lazima uwe mtu ambaye anafanya mambo ya medical kwenye network yako. Aidha daktari, sio pharmacist, lakini lazima upate mtu anayejua medical kwa sababu ni area ambayo, kumbuka kwenye wealth tulitaja ni area moja hapo. Pili, mtu anajua sheria, lawyer. Ni muhimu sana uwe naye kwenye siku yako. Mtu mwenye knowledge ya mambo. Tatu, lazima uwe na mtu ambaye anajua issue za spirituality,
mambo ya kiroho. So my point ni kwamba angalia unakotaka kwenda ni wapi, then usiwe tu na network ambayo ni professional peke yake. Kuna vitu vinaitwa supporting network. Kwa mimi sio mwanasheria, lakini knowing about law, kuwa na mtu mwenye msaada wa kisheria, kwa sababu mambo mengi nafanya yanahusisha sheria. Kwa lazima nipate mtu namna hiyo. Tumeelewana? Mtu mwingine unamhitaji ni mtu mwenye knowledge ya finance na investment. Sio anayekufundisha kutumia, anayekufundisha namna ya kuwekeza, anayekufundisha namna ya kubana matumizi, anayekufundisha namna ya kuzalisha pesa zaidi. You need such kind of a person in your life. Kwa knowledge ni area nyingi. Kwa angalia network yako, angalie na watu aina gani wenye hizi knowledge. Wengine wapo wengi, nimetaja tu kama mfano, lakini unaweza kaangalia maeneo mengine. Lakini hayo ni maeneo kati ya maeneo ya msingi ambayo unatakiwa kuwa nayo. Haya, asante sana. Nazidi kusonga mbele, ndio nasikiza kwamba ukipokea idhaa hii basi utapokea vitu ambavyo huwezi kuvipata vingine kokote kule. Ndio hali ambayo inajitokeza kwenye Chemsha Bongo. Watu wanatoka kwenye vio wanapikwa, lakini najua karakana unaingia pale unapikwa, unatoka ukiwa chombo kizuri na unaweza toka kama ni chombo kibaya. Ndio sababu shule ama university ni karakana ambayo inaenda kumtengeneza mtu kuwa bidhaa nzuri, na ingine wakati mwingine inakuwa ni bidhaa ambayo ikitoka ikui nzuri. Sasa angalia kwamba network yako inakaa namna gani wakati ambapo unapikwa, alafu baadaye ukitoka unakuwa ni mtu ambaye namna hiyo unapendeza. Reputation yako na watu ambao unatembea nao wanakaa namna gani kwenye leverage ile, kwenye brand yako, unatengeneza brand. Building a brand, kila wakati mimi napenda kueleza kwamba inachukua muda mrefu sana. Brand haikuji tu na siku moja. Building a brand inachukua muda. Building a brand, it is expensive, dear listener. Who do you associate with wakati ambapo unajitengeneza ukiwa chuo? Kuna watu lazima uweze kuwa nao, umeelezwa kwamba vizuri sana. Mtu wa kwanza ni daktari. Usikose kuwa na rafiki ambaye ni daktari ama hata nurse kama ni mbaya ama clinical officer. Kuwa na lawyer, rafiki yako kuwa na lawyer. Kuwa na mchungaji, pastor. Usichukulia watumishi wa kiroho kwamba ni watu ambao hawajielewi. Kuwa na mtumishi wa kiroho katikati yako ambaye ni rafiki yako. Kuwa na finance management. Na mtu ambaye anakufunza mambo ya management ya finance. Kuwa na mtu kama huyo. Ambaye atakueleza ukienda hivi utafaulu. Usiwe tu professional vile unaelezwa, kwa usiwe mtu professional tu. Network yako lazima ikuwe na supportive network ambayo inakusaidia sana kwa mambo mengi sana. Kuwa na hao watu, marafiki ambao wanaweza kuwa watakujenga. Wacha kujibana tu kwa sababu useme bwana amini iko tu. Hapana. Tanua bongo lako katika hatua ambayo itakupeleka kwenye hatua ya pili ya maisha. Na hiyo ndio Chemsha Bongo ya siku ya leo.